Habari, naitwa Beni. Karibu katika channel ya Beni Kuku Farm. Katika channel yetu hii ya Beni Kuku Farm tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji wa kuku. Leo nataka niwapatie formula nzuri ambayo inatumika kutengeneza chakula cha kuku wa kienyeji. Ukitumia formula hii, hakika utapata matokeo mazuri katika mradi wako wa ufugaji wa kuku wa kienyeji. Sasa kabla tujafika mbali, kama ni mara kwanza kufika katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii, pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya kuhusu ufugaji kuku. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel yetu na kupenda video zetu. Like video hii na pia unaweza ukashare na watu wengine wajifunze somo hili. Haya, twende moja kwa moja. Kabla sijafika mbali, nitataja material au ingredient ambazo zinahitajika wakati wa kutengeneza chakula cha kuku wa kienyeji. Malighafi ambazo utatumia ili chakula chako kiwe bora ni kama ifuatavyo. Malighafi ya kwanza itakuwa ni mahindi. Malighafi ya pili, pumba za mahindi. Malighafi ya tatu, mashudu ya alizeti. Malighafi ya nne, dagaa, samaki au uduvi. Malighafi ya tano, unga wa mifupa au DSP. Malighafi ya sita, chokaa ya mifugo. Malighafi ya saba, chumvi. Malighafi ya nane, soya kavu. Malighafi ya tisa, damu, na malighafi ya 10 ni premix kwa ajili ya vitamini pamoja na madini. Sasa katika hizi malighafi, ukianza na mahindi na kwa vifaranga inatakiwa yawe yamesagwa. Wakati uduvi, dagaa au samaki, hakikisha havina uvundo, kwa sababu uvundo unaweza kusababisha magonjwa yanayosababishwa na bakteria. Pia soya inatakiwa iwe kavu, imekaangwa na kubalazwa. Damu ni ile ambayo imekaushwa. Sasa tunaenda moja kwa moja katika kujua vipimo vya kila formula kuanzia vifaranga hadi kuku wanaotaga. Formula ya utengenezaji wa chakula cha kuku wa kienyeji. Vifaranga kuanzia siku ya kwanza hadi wiki ya 8, formula hii itakusaidia wewe kutengeneza chakula cha kilo 50 kwa ajili ya vifaranga kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 60, yaani wiki 8 za mwanzo. Ukitumia formula hii, vifaranga watakuwa vizuri na kuwa na afya njema. Hapo kwanza katika formula vifaranga hawa utaanza na mahindi. Mahindi haya yatakuwa kiasi cha kilogramu 8. Mahindi hayo utayasaga kupata unga ule wa dona, ndio utakaotumia kwenye kutengeneza chakula cha vifaranga. Ingredient ya pili utatumia pumba za mahindi. Pumba za mahindi zitakuwa kilo 20. Wakati mashudu ya alizeti yatakuwa kilo 8. Dagaa, samaki au uduvi utakuwa kilo 6. Unga wa mifupa utakuwa robo 3 kilo. Chokaa ya mifugo itakuwa kilo 1 na robo 3. Chumvi itakuwa nusu kilo. Soya kavu itakuwa kilo 3. Damu itakuwa kilo 1 na vitamin premix pamoja na madini vitakuwa kilo 1. Jumla hapo utapata kilo 50 za chakula cha kuku aina ya vifaranga. Chakula hichi kitatoa kiwango cha protini ambacho ni 18% hadi 20% kwa ukuaji wa haraka wa vifaranga kwa wiki 8 za mwanzo katika ukuaji. Tumia formula hii kwa ajili ya chakula cha vifaranga ili upate matokeo mazuri zaidi. Formula ya kuku wa kienyeji ambao wanakuwa, yaani kuanzia ile wiki ya 9 hadi wiki ya 22. Formula hii itakuwa kama ifuatavyo. Malighafi zitakazotumika kutengeneza chakula hiki ni hizi hapa. Malighafi ya kwanza itakuwa ni mahindi ambayo itakuwa ni kilo 8.
Malighafi ya pili itakuwa pumba za mahindi ambazo itakuwa kilo 20. Malighafi ya tatu itakuwa mashudu ya alizeti yatakuwa kilo 7. Malighafi ya 4 itakuwa dagaa, samaki au uduvi ambao utakuwa ni kilo 6. Mifupa iliyosagwa ni na malighafi inayofuata ambayo itakuwa ni kilo 1.5. Chokaa ya mifugo au DCP itakuwa ni kilo 2. Chumvi itakuwa ni nusu kilo, wakati soya kavu iliyokaangwa na kusagwa itakuwa kilo 2. Damu iliyokaushwa itakuwa kilo 1 pamoja na premix kilo 1. Formula hii itakusaidia kutengeneza kilo 50 za chakula cha kuku wa kienyeji wanaokua. Unaweza ukatumia ili upate matokeo mazuri zaidi kwa ajili ya kuboresha ufugaji wako wa kuku wa kienyeji. Katika formula hii tunashusha kiwango cha protini. Protini itakayohitajika kwa kuku hao wanaokua ni kati ya 16% hadi 18%. Hii itawafanya kuku waendelee kukua kwa haraka na pia kuwaandaa kwa ajili ya kuwa watagaji wazuri wa mayai hapo baadaye. Tumia formula hii kutengeneza kilo 50 za chakula cha kuku wanaokua wa kienyeji ili upate matokeo mazuri kwa kuku ambao wana umri kuanzia wiki 9 hadi wiki 22. Sasa formula ya kutengeneza chakula cha kuku wazazi wa kienyeji. Pale sasa kuku wako wameshafikisha wiki kuanzia 23 na kuendelea, unatakiwa kuandalia formula nzuri ya chakula kwa ajili ya kuku kutaga mayai mengi na pia kupata nyama ya kutosha. Sasa formula ambayo utaitumia kutengeneza chakula cha kuku hao ni kama ifuatavyo. Mahindi yatakuwa kilo 8. Pumba za mahindi zitakuwa kilo 20. Mashudu ya alizeti yatakuwa kilo 10. Dagaa, samaki au uduvi itakuwa kilo 3.5. Mifupa iliyosagwa itakuwa kilo 3. Chokaa ya mifugo itakuwa kilo 4. Chumvi itakuwa nusu kilo pamoja na egg booster ambayo itakuwa kilo 1. Sasa chakula hiki kitatumika kwa kuku ambao wameanza kutaga. Utatumia kwa uaminifu kabisa ili kuwa na matokeo mazuri katika ufugaji wako wa kuku. Chakula hiki katika hii formula huwa kina 16% ya protini. Hii husaidia kuku kumfanya kutaga mayai kwa mzunguko unaofaa, hivyo kumfanya mfugaji kupata matokeo mazuri katika mradi wake wa ufugaji wa kuku wa kienyeji. Pia wakati wa kutumia formula hii zingatia ratiba ya chanjo. Katika description ya video hii nimekuwekea video ambayo inaonyesha ratiba sahihi ya utoaji wa chanjo kwa kuku wa kienyeji. Pitia then angalia video hiyo, utajifunza mambo mazuri. Pia jitahidi kujua mapema, yani kwamba kuwakagua kuku wako mara nyingi zaidi kwa ajili ya kujua kuku wazima au wagonjwa. Vitu ambavyo unatakiwa kuangalia, angalia kinyesi kama wanaalisha. Pia angalia kama wamechangamka au wamedhoofika, na pia angalia ulaji wao kama uko vizuri. Ukiona kuna dalili yoyote ya kutokuwa vizuri, hakikisha unatafuta ushauri kutoka kwa wataalamu wa dawa za mifugo ili waweze kukusaidia kwa ajili ya kumaliza tatizo kabla halijawa kubwa. Nasisitiza kuhusu chanjo. Chanjo ni muhimu, jitahidi kutoa ili usipate hasara, kwa sababu mara nyingi magonjwa yanayosababishwa na virusi ni ngumu sana kuyatibu. Sasa narudia tena, kama ni mara ya kwanza kuangalia video katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii. Pia
gusa kengele itakayojitokeza ili uweze kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Karibu Ben Kuku Farm. Kwa mitandao yetu ya kijamii, YouTube ndio hii Ben Kuku Farm, Facebook Ben Kuku Farm na WhatsApp pia tupo. Ingia kwenye peji ya Ben Kuku Farm ya Facebook, huko utapata namba zetu ili tuweze kukuunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ya ufugaji wa kuku. Asante sana, karibu sana. Usisahau kulike, kucomment na kushare video hii ili watu wengi wajifunze kwa ajili ya mafanikio ya kila mtu. Tusiwe wachoyo, jitahidini kulike pamoja na kushare video kwa ajili ya watu wengine waweze kujifunza. Karibu sana. Niwatakie siku njema, tusubiri somo linalofuata litakuja hivi punde.